Jana hapa darasa ya jana nilisema sheria ya Kiislamu haijawahi kumkataza Muislamu kusali na viatu vyake. Nilisema hapa na nadhani mnakumbuka, au sio? Lakini elimu ni adabu, na adabu ndo elimu. Nikaufungua mlango, mtu yoyote miongoni mwenu ambaye anaujua mstari wa elimu kwenye kitabu uliosema hivi, ukiswali na viatu vyako swala batili, tunamuomba atuletee mstari huo. Jana nimesema hivyo au sikusema? Baadhi yenu wakasema hivi, swala itakuwa batili. Kwa nini? Kwa sababu kiatu kinakanyaga najisi. Kiatu kinakanyaga najisi, utaswali nacho vipi? Nikawaambia kipo kiatu mtu kanunua duka hili, mlango wa pili ni msikitini, hajakanyaga najisi yoyote. Ni kipi kinamkataza? Sasa najua pengine baadhi yenu mmekuja na kitabu, aseme mtu mimi nafahamu kitabu kimesema kiausa na viatu. Lakini niliwaambia sisi Waislamu tunavua viatu, hata mimi navua. Kwa sababu gani? Tunavua viatu kwa sababu ya kutukuza alama ya dini ya Mola wetu. Mola kasema, man yuadhim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, anayeheshimu alama za dini ya Mungu huyo kafanya uchamungu mkubwa wa moyoni, au sio? Na miongoni mwa alama za dini ya Mungu ni msikiti. Popote ukipita duniani ukakuta kuna msikiti, utasemaje? Sema hapa Uislamu upo, hata kama haswali hata mtu. Maana kuna maeneo huko tunakwenda vijijini, msikiti wanaswali watu siku ya Idi, mwaka mzima mpaka mchwa wanaingia msikitini. Lakini au siku ya Ijumaa, bora hivyo baba, Ijumaa si kila wiki, pana watu mpaka Ramadhani, siku ya Idi. Subhanallah, kuna mahali nilikwenda, kulikuwa na harusi na mimi nikaalikwa, harusi ya ndugu zangu upande wa mke wangu, Morogoro. Sipataji bahali penye mza mkamjua ninamtaja, sipataji, lakini Morogoro. Tukapelekwa ukumbini kwa ajili ya walima. Siku ile mimi sikuvaa kanzu mule ukumbini, nilivaa suti na tai, na sikujulikana upesi kama nimeingia mule. Nilivaa suti kabisa na tai na kiatu cha dawa. Mbona mnashangaa? Ni haramu? Mnashangaa kwa sababu gani? Na nikaharamisha? Safi, suti kabisa. Ndio binadamu ametakiwa awe mu'rabu, asiwe mabniyu. Binadamu awe nani? Mu'rabu, asiwe mabniyu. Ndio nini maneno haya? Yaani binadamu anatakiwa asiwe wa aina ile ile milele. Ala, baba kafurahi. Furahi sana. Binadamu siwe yule yule, uwe mahala namna vile mazingira yanataka uwe. Na hasa ukienda ugenini, kanuni inasema ukienda ugenini jitahidi wewe uzijue tabia za wenyeji wako vizuri kabla wao hawajajua za kwako. Utaishi ugenini kwa raha sana. Wakijua mapema tabia zako wanaweza kuzichukia. Kumbe ndo tabia hiyo watazichukia, na wakizichukia watakuondoa. Ugenini jishushe kabisa kabisa, halafu uwe hodari, ujue kwani hawa watu wakoje, ujue tabia yao, halafu uende nao kwa mujibu wa walivyo, utapata faida ugenini. Lakini ukienda ukaanza kuchoma pweza, pweza mnamjua? Wanasema watu wa Kilo, usipende kuchoma pweza ugenini. Yaani usipende kuachaacha wewe ukafahamika ulivyo. Na nyenzo itakayokusaidia, hakikisha usiwe msemaji sana ugenini. Ufumbe mdomo. Min fika yadhharu ma fika. Semeni na mimi, min fika yadhharu ma fika. Kutoka mdomoni kwako ndo utajulikana ulivyo.
Watu wengi wanajulikana kumbe yuko hivi kwa maneno yake. Ile kusema sana huyu kumbe muongo huyu, ungenyamaza wangejuaje? Huyu kumbe mbea huyu. Kuna watu huitwa wambea, sijajua mbea ndio vitu gani. Huyu mbea huyu, maneno neno. Binadamu usipende maneno, na hasa ugenini. Ugenini penda kusikiliza zaidi kuliko wewe kusema. Morogoro pale nimeingia ukumbini, kuna harusi, nimevaa suti rasmi. Tumeingia ukumbini, cha vyakula vinaletwa. Sasa kuna mtu mule ukumbini Morogoro amevaa kanzu nzuri sana na ni mtu mzima, halafu ana koti jeusi, unafurahi kumwangalia, na kofia safi, kachukua na muharuma kashda kilemba kaweka hapa, na mwenyewe ana tasbihi kama hivi na bakora. Kasema alhamdulillah, tuna mwanachuoni huyu. Yani nimeanza kumkadiria mwanachuoni kwa yale mavazi, au sio? Na so mimi ndo hata wewe ukiona kwenye daladala kaingia mtu kavaa hivyo, umpishi kiti, umekuwa sugu. Kwenye daladala umekaa kwenye kiti, kaingia mtu mzima, kabla ya mavazi ile umri wake tu haukutoshi kumwachia kiti. Mwingine haondoki, kuna vyuma vingine hatari sana, haondoki. Halafu kavaa kanzu safi nyeupe, ana koti safi jeusi, huyo mtu ana bakora yake, mtu mzima, pambo lake ni bakora, sio? Na bakora anayo. Nikasema alhamdulillah, humu kuna mtu mzuri. Wamepita wale watu wanaogawa vyakula, tukagaiwa vyakula. Kumbe vinywaji ni wewe uchague, unaweza utakunywa nini. Sasa vinywaji vyangu mimi vinajulikana. Mimi kinywaji changu kubwa nachopenda ni maji, nikaagiza maji. Vinywaji vya viwandani, hizi juisi vitu gani vya viwandani, nadhani ni mwaka wa 10-15 sijawahi kunywa hata siku moja mimi. Asikutumeni muache, kila mtu walinasi fima yashikuna madhahib, watu wanaopenda vitu tofauti, au sio? Mimi nina mwaka wa 10 unafika, kama ambavyo nina mwaka zaidi ya 10-15 sijanywa kitu cha baridi kwenye mwili wangu hata siku hii, na nasafiri Arabuni kwenye nchi za joto kabisa, na kunywa maji ya moto. Ni mimi, wewe endelea na endelea. Ni mimi. Tukauliza vinywaji, kaambia niletee maji, alafu yakiwa ya moto nashukuru. Hasa yule bwana mkubwa mwenye sura ya wanachuoni kakaa karibu yangu, nikamsikia anachoagiza. Niko karibu naye. Akaambia yule binti, niletee safari laga ya baridi. Wallahi alazim. Sasa mimi unajua sikuwa najua safari laga ni nini, sijui mimi. Nikaiona imeletwa safari laga, kumbe ni pombe bwana, wazi kaagiza laga yule shekhe wa kule, kaagiza laga hadharani na kavaa hivyo. Akaambia sasa, kwa sababu watu ni wengi, anaambia yule mwenye mhudumu, kwa sababu watu ni wengi nichukulie 2 kabisa uniwekea. Niwekee kabisa zingine 2. Pale kwenye kiti nilihama, nilitoka kwenye kile kiti, nimeshindwa kuvumilia. Nikajua nikikaa hapa itakuwa mpango sio mzuri, nikaondoka, nikaenda nje. Nikamwita mke wangu, alikuwepo. Nikamwambia sasa ingia kwenye gari tuondoke hapo, sherehe imenishinda, na kwenda kuvua suti sasa hivi, shughuli ya suti imekwisha hapo, tutoke. Nimekimbia nimekimbia mule ndani na sikurudi. Baadaye niliuliza wenyeji, yule mzee alikuwa kavaa kanzu na kofia ni nani yule? Waislamu niambia neno gumu kidogo, na una dhiki mpaka sasa hivi. Nikaambiwa kwenye eneo letu lile, yule ndo imamu wetu. Nikamwambia unasemaje? Anaambia ndo imamu wetu sisi huko, ndo imamu wenu anaagiza laga. Nyinyi mnaye imamu anaagiza laga mbele za watu. Ikiwa imamu wenu hali yake ni hiyo, nyinyi mlobaki? Sasa Mwenyezi Mungu atuhifadhi inshallah. Tunaacha kuingia kwenye swala na viatu kwa sababu ya kuheshimu msikiti. Tusitie mavumbi, au sio? Kuna mavumbi,
tutawasababishia baadhi ya wenzetu mafua, vifua, unanielewa, maradhi. Sababu ni hiyo. Sio kwamba umevua viatu kwa kuwa umekatazwa kusali navyo. Niliwaambia watu jana, aliye na dalili atatusaidia. Sisi sote bado wanafunzi hapa. Leo niko nyumbani kwangu, kwenye ofisi yangu ya nyumbani. Nyumbani kwangu kuna ofisi. Nikapigiwa simu na mtu akanambia hivi, Sheikh, jana mimi nilikuwa napita, yani anapita hapa nje, nikakusikia unasema si dhambi, sio vibaya, yani nimekusikia mwenyewe unawaruhusu watu wasali na viatu. Kwa mimi namba yangu ni hii, tafadhali naomba ushahidi. Nyinyi watu, nilikwambieni msali na viatu mimi? Jana nilisema msali na viatu mimi? Mimi nauliza mlokuwepo jana darasa kama muda huu, mimi nilisema kasalini na viatu? Mbona mnakamjibu? Kuweni na insafu kidogo. Nilisema msali na viatu mimi? Sikusema na wala sikutumeni hivyo. Nilichosema ni kwamba hukatazwi kuswali na viatu vyako, ndio nilivyosema jana. Sasa huyo bwana nikamwambia mimi ushahidi ninao, tena vitabu. Njoo darasani kesho uwepo. Namuomba huyo mtu kama humuyumu aje mbele, maana nimekuja na dalili, nimekuja na vitabu, nimekuja hivi, nitamsomea humu. Aje huyo mtu. Na anaweza akawa ni miongoni mwenu humu, musema alisema anapita njia. Kama ni miongoni humu, njoo. Hichi kitabu kimetungwa na bwana mmoja anaitwa Sheikh Saleh Al-Uthaymini, na amesherehesha kitabu ambacho nyinyi mnakijua, kinaitwa Bulughul Marami. Kila mtu anajua Bulughul Marami, si mnajua? Ukifungua Bulughul Marami, fungua mlango wa masharti ya kuswali, shurutu swalati. Humu ni ukurasa wa 456. Ukurasa wa 456. Sharhu Bulughil Marami. Iki hapa baba, wewe msomi najua. Sharhu Bulughi Al-Marami, mtungaji ni Muhammad Saleh Al-Uthaymini. Huyu ni katika wanachuoni wa Makka, na huyu anakubaliwa na watu wote. Hiki nimenunua siku hizo nyuma 50,000, siku hizo nyuma. Kwa ukipata 50,000 nipe mimi nikuletee, na ndani ufanye laki kabisa. Shuruti sala kwenye kitabu hiki ni ukurasa wa 496. Mimi nataka kwenda kwenye ukurasa 507. Aliyetaka kunisikia anasema kitabu asikilize. Kwanza ni hadithi nambari 309. Nambari ngapi? Hadithi ya Mtume Muhammad namba 309 inasema, wa an abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri, jina lake anaitwa Malik bin Sinan al-Ansari. Maliku ibn Sinan al-Ansari ndo anaitwa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume kasema, idha jaa ahadukumul masjida, atakapokuja mmoja wenu msikitini, falyandhur,
atizame, ajikague. Falyandhur, atizame. Fa in raa fina alaihi adha, kama ataona kwenye miguu yake, kwenye viatu vyake kuna uchafu, au kadhara, au kuna najisi, falyamsahuhu, viatu avifute ardhini kwenye mchanga. Afanye hivi. Nyinyi watu mnanielewa? Idha jaa ahadukumul masjid, haya ni maneno ya mwenyewe Bwana Mtume Muhammad. Atakapokuja mmoja wenu msikitini, falyanzur, ajiangalie. Fa in kana fina alaihi, ikiwa kama kwenye viatu vyake adha, kuna uchafu, au kadhara, au najisi, falyamsahuhu, avifute chini vile viatu vyake. Akishavifuta, je, waliyusalli fihima, na aswali navyo. Akishavifuta chini viatu, waliyusalli fihima, aswali navyo. Hadha kalamu nabiyil amin, ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amesemaje? Uvue, usali navyo. Naendelea. Hadithi nambari 210, an Abi Huraira, kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, kala. Abi Huraira anaitwa Abdurrahman bin Sakhari ad-Dawsi. Anaitwa nani? Abdurrahmani bin Sakhari ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Na ukisoma wale mukathirin, kuna watu wetu al-mukathiruna, waliotoa kupokea hadithi za Bwana Mtume kwa wingi zaidi kuliko wengine. Imamu wao ni Abi Huraira, Mwenyezi Mungu amridhie. Qala Rasulullahi, amesema Mtume wa Mungu sallallahu alayhi wasallama, idha watia ahadukumul adha, atakapokanyaga mmoja wenu uchafu, bina alaihi, na viatu vyake, au khufaihi, au khufaihi, au khofu zake, falyamsahuhuma, avifute vile viatu ardhini, biturabi, kwa udongo, avifute kwenye mchanga, sio avisugue kwenye mchanga. Akisha visugua, je, waliyusalli maana alaihi, na aswali na viatu vyake. Alotaka ushahidi ni huu, na tunao mwingi, uko mwingi, tunao, tutosheke na huu. Jamanini, Mtume Muhammad hajakataza mtu kuswali na viatu vyake, ambacho kakipiga vita viatu visijekuwa na nini, na najisi na uchafu. Pana watu jana hapa mliniambia hivi, sala itakuwa batili, au sivyo? Mnamsema itakuwa batili. Mtume anasema uvifute chini, usali navyo. Ukiwa utasali navyo kwa maelekezo ya Mtume, swala batili inaswihi. Mtume kasema vifute, usali navyo, anaruhusu, kwa kuwa swala itaswihi, itakuwa batili. Wewe jana uliniambia batili. Hapa tuelekee wapi jamanini? Tuelekee kwa Mtume au tuelekee kwa nani? Kwani narudia, siwatumeni mwende mkasali na viatu mguuni, na siwatumeni kwa sababu misikiti iwe safi, au sio? Na siwatumeni pia kwa sababu kuna msikiti ukiingia na viatu, jiandae kula mikwaju, utatandikwa. Au mnasemaje? Kuna misikiti hajui kukuuliza maswali, una viatu bwana vipi? Tumeruhusiwa. Umeruhusiwa? Sawa. Utapata mvua ya fimbo, utarudi nyumbani unashukuru, useme nashukuru Mungu amenipa riziki leo. Mtapigwa. La, tusali hivi. Kwani kuna tatizo kusali hivi? Tunapata raha, au sio? Ukisali miguu kama hivi wazi, si raha pia? Tusalini hivi na tuheshimu, lakini sio kumwambia mtu ana viatu kakosea, swala batili, au mguu una najisi, Mtume katoa dawa, kama viatu vina najisi ufanyeje? Uvisugue ardhini hivi, halafu usali navyo.
Aliyeniuliza kwenye simu na namba yake ninayo hapa, ikiwa yuko humu jibu lako ni hili, na natuhumu pengine yuko hapa, majibu ni hayo. Sasa karibuni, kama kuna maswali mawili tusali.